Habari za kina na Edwin Simiyu. Katika kitengo cha mahojiano tunaangazia kauli ya mkuu wa majeshi nchini Uganda Jenerali Muhoozi za kujibizana mitandaoni na wanahabari, mfano Larry Madowo wa CNN, vile kauli ya kuwalenga wa Kenya kwamba baadhi wanapenda kuzungumza sana. Mwanahabari wetu Beatrice Maganga amezungumza na mtaalamu wa masuala ya mahusiano ya kimataifa Koech Ren, ambapo ameanza kukumuuliza kuhusu mtazamo wake kuhusiana na kauli ya Muhoozi na athari zake katika uhusiano wa mataifa mengine. Tumeweza kuona kwamba katika taifa lake demokrasia kidogo imekandamizwa na demokrasia kwake ni kama haiko, na tukijaribu kuangalia ama tukijaribu kupiga darubini ni kwamba baba yake atakapotoka katika mamlaka ni yeye anaweza kuachiwa, na kama ni yeye ataweza kuachiwa, basi taifa letu jirani la Uganda litakuwa katika janga na atakosa uhusiano nzuri na mataifa jirani na si nzuri, na hiyo ndio mara nyingi yale matamshi kidogo yanachochea uhasama kati ya majirani na mama kati ya maserikali za karibu. Na Rais Museveni mwenyewe unaona ana jukumu lipi la kuweza kudhibiti matamshi ambayo yanatolewa na mwanawe ambaye pia ni mkuu wa majeshi? Mwanzo naweza sema kwamba yule rais maybe pengine anaweza kuwa katika shughuli zake hawezi kuwa kwenda katika mitandao, lakini natumai ama najua yuko na wale advisors ambao wako karibu na yeye, wao ndio wanafaa kumweleza kwamba kijana wake ambaye ndio kiongozi wa jeshi yale yote anajaribu kuweka katika mitandao si ya kweli na si ya haki, na pia vyombo vya habari vya Uganda vinafaa vimkashifu na viweze kumwambia kwamba Kenya anafaa kufanya, kuna njia ya kufanya vitu. Matamshi ya viongozi wakuu katika taifa hilo ikiwa nzuri ndio pia waweze kuvutia kama watalii na kadhalika, bali akiweza kuweka ile udikteta kidogo atakuwa anarudisha taifa lake nyuma.